Mama, mimi nishasema siwezi kukaa hapa kwako. Naomba unielewe. Sitaki. Sabla mwanangu. Hutaki kukaa hapa nyumbani kwetu. Unataka kwenda wapi? Kwanza, siku hizi unakaa wapi? Mama, mimi naomba tu unielewe. Siwezi kukaa hapa kwako. Sabla, unajua mimi ni mama yako. Hutaki kukaa hapa nyumbani. Unataka ukakae wapi? Alafu unakula wapi na unakaa wapi? Nataka nijue mwanangu. Unaosema hataki nini? Ujambo binti yangu. Sabla! Sabla! Kwani kuna nini humu ndani kinachoendelea kati ya wewe na Sabla? Mama Sabrina, wewe unamjua Sabla maradhi yake na matatizo yake. Watu kama wale wanatakiwa una resist. Kila wakati mara wanachafukwa, wanataka kuwaengaenga wa control. Mara moja wanakula madonge wanajiua watu kama wale. Sasa mimi nimesomea mambo ya medicine. Mtu kama yule anatakiwa under control, kila wakati unamcontrol. Ama sivyo unaweza tukampoteza. Kweli Kwa sababu ungepita katika huduma za kitabibu. Tena usimkelekele huyo. Eti Hivi kwani usingemshirikisha Joeli na mkamlea mtoto kwa amani? Kuliko kwenda kumuiba huko. Uone hata yuko alipo anapata matatizo na kujua mtoto unaye wewe. Nilimkataa kipindi yuko naye. Kwa hiyo singekuwa rahisi kunielewa. Haya, hakuna kila sababu ya kujifunza katika hili. Niambie, huyu mtoto atakaa kwangu hapa kwa muda gani? Weka naye tu. Mimi soon nitakuja na majibu yaliyokamilika. Nitajua nini nafanya juu ya hili. Sawa. Ila angalau stress na matumizi. Unajua sasa hivi sina kazi. Mtoto wako asije kulala na njaa. Usijali katika hilo. Nenda kwa wakala kutoa pesa. Basi nimejaribu kumuulizia kwa majirani kote hakuna aliyemuona. Na nimejaribu kutafuta mitaa yote sikufanikiwa pia kumpata. Sasa atakuwa ameenda wapi? Joeli. Mimi naye sio wakati wa kuulizana maswali sasa. Bali ni heri tukaelekea kituo cha polisi kutoa taarifa. Uwe nao wakatusaidia katika hili. Basi twende huko. Ila ngoja nimhamishe Yasiri. Wasije wakaja kumuiba fuka wa msara mwingine pia. Nakusubiri. Mambo vipi? Shwari. Sonia yuko wapi? Yuko ndani amelala. Chike, hebu niambie kweli, haukumuona Sonia kuja na mtoto yote hapa kwako? Hapana, mimi sijamuona mtoto. Una uhakika? Yeah, I'm sure. Sasa nisikilize. Mtoto wa Joeli amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Na hapo unavyoona, tulikuwa tunaelekea kituo cha polisi. Lakini nikasema before sijafika huko, nije hapa kwa kumuuliza Sonia uende ndio ukamchukua. Hapana, mimi sijamuona mtoto hizi. Anyway, naomba sasa kulichunguza hili. Zeni utanijulisha juu majibu tutakayopata. Basi karibu.
Mazingira ni mazuri, nyumba ni kubwa. Hongera sana Matulanga. Nadhani ndio muda sahihi wa kunioa mimi. Ili niwe mkeo na niweze kufariji katika kipindi kigumu. Ngoja kwanza liishe hivi. Zeni, utalifanya hivi. Lakini baby, mimi leo niko naomba nani hapa. Aida hapendi kusalitiwa. Hakikisha usije ukamsaliti na usikutane na mtu yoyote kimwili. Endapo ukikutana na mtu yoyote kimwili, utakuwa umekosea masharti na umemkosea Maida. Hauruhusiwi kukutana na mtu kimwili mpaka unakufa. Hapana. Bado sipo sawa. Talala sana. Sawa. Basi ngoja mimi niende nyumbani. Kuja kesho. Haina shida. Ngoja nikupe hela. Asante. Nenda ndani. Nimekwambia nenda ndani. Kila siku mimi Mtoto wangu amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Wewe, imekuja tena? Tulimwacha nyumbani, tuliporudi hatujamkuta. Au atakuwa amechukuliwa na mamake? Hapana. Mamake alimkataa. Unafanyaje sasa? Nimetoa taarifa polisi na jitihada za kumtafuta zinafanyika. Maisha yangu yanapoteza dira dhidi ya haya yanayonitokea. Hata sijui lini nitapata furaha kama watu wengine. Hebu niangalie. Kuna muda Mungu anakukamua kama sponge. Sio kama kuoni. Hapana, anakuona. Bali anaamua kukuonesha uwepo wake kama yeye yupo. Hebu jaribu kumkimbilia yeye. Huenda kumulikia taa juu ya yanaendelea. Sawa? Nakuelewa, asante kwa ushauri wako mzuri. Babe. Vipi? Selina ameamka? Aliamka nikambembeleza yeye kisha kalala tena. Ehe, shoga yangu. Hivi, ulisikia msiba kama Matulanga? Nilisikia.
Yaani yule mdada jinsi alivyokuwa mzuri, alikuwa na roho nzuri, hapa mtaani ni mkarimu, yaani hadi la. Lakini ndio hivyo, tunapita. Basi wewe acha tu. Sasa mwenzako Matulanga ameniahidi 40 kisha ananioa mimi. Matulanga huyo wako wewe? Subutu, niko hapa. Ndiyo, hata sijui sasa anafanya kazi gani. Maana nilivyomaliza kuzungumza naye alinipa 100,000. Hebu acha uongo. Hizo hela zitolewa wapi? Ndiyo, niamini mimi ninachokwambia. Tena Matulanga sasa hivi kapendeza. Yeye hata sijui sasa hivi hela kazitoa wapi. Kama umepata mtu kukuoa, mimi bado nipo najitafuta. Na yeye mwenyewe inabidi uende kwa Mamposa ukaombee uolewe sasa hivi. Uache kukaa nyumbani. Mbona kuolewa? Dokta. Safi. Naona vijana usauzi unawaharibu sasa. Pana dokta. Unajua nchi za wenzetu ziko huru sana. Kwa hiyo kijana unaweza ukafanya jambo lolote unalojisikia kwa muda wote. Na unajua nchi za wenzetu mabali hapo kibao. Ukikaa kiboya, nzako anakutumia. Okay. Umefikia wapi jua swala lako? Dokta. Swala langu lilishakuwa jepesi zaidi. Mpaka hapa tunapozungumza mimi na wewe. Chifu ashampa talaka 7. Kwa mimi tu fanya kila namna awe mke wangu. Sasa unatakiwa ufanye hilo kwa haraka na hakikisha anafahamu kwamba yeye sio mwasilika ili aondoke na hizo fikra. Sasa lazima nielewe. Mzigo wangu uliobaki uko wapi? Dokta, ndio wale maidia. Kazi umefanya ni kubwa zaidi ya huo mzigo. Mzigo wako. Swala ni kuongozana mimi na wewe kwa wakala, tole michuzi yako yote. Nampenda sana yule binti. Sio kumpenda tu. Ni zaidi ya kumhitaji. Kwa sababu Sabla ana zaidi ya miaka 10 kwenye moyo wangu. Ndio maana mimi nikaenda zangu sauzi kwenda kujitafuta. Ili nikirudi na michuzi niweze kumkamata na kumtuliza kabisa awe mke wa maisha. Ngoja nikabidhi majukumu then tutoke. Okay, I'm waiting for you. Baba, mbona leo una furaha sana hivyo? Na unaelekea wapi? Mwanaika amekubali kunionyesha ndugu yako. Leo naenda kukutana na ndugu yako. Mwanaika amekubali leo baba? Amekubali. Wow, nitafurahi sana nikikutana na ndugu yangu baba. Sawa, acha niwahi basi sababu muda unakaribia sasa hivi. Kwa hiyo baba, si utarudi naye nyumbani baadaye? Ndio. Sawa basi acha niwahi maana aliambia shatoka na tukio. Basi sawa, mwe kurudi mapema Sawa. Nitapikia chakula kizuri sana leo. Haya. Umeshafika? Sasa hivi nakuja mwanangu. Umeshafika hapo? Sasa nisubiri hapo. Mimi hapa najiandaa natoka sasa hivi na babako nimeshampigia simu mwanangu. Sawa? Babako nimeshampigia simu na kwa kutoka sasa hivi. Sawa. Kila siku mimi mkwe huyo? Shikamoo. Marhaba, jambo. Vipi kulikoni? Mbona uko hapa? Samahani. Hakuna shaka. Habari yako? Sawa. Mwenye namba hii amepata ajali na kufariki. Hivyo maiti ipo hospitali ya wilaya. Vipi? Mzee wangu amepata matatizo. Mkwe.
wanatoka na watoto zao bila kujua, na uchawi umeingia. Nilishakwambia chochote kitakachomkuta mtoto malizana nacho, usinishirikishe mimi. Joel, unaumwa? Hapana shemeji, kiukweli sina furaha. Kila napokaa na kufikiria mwanangu huko aliko, sijui ni mzima au amefariki, kiukweli naninyima raha sana. Najua Joel, lakini mimi nikuhakikishie tu mtoto atapatikana, na atapatikana akiwa salama kabisa. Vipi mama yake? Ulimpa taarifa yoyote juu ya hichi kinachoendelea? Hapana, alishamkataa. Hataki nimshikishe chochote kuhusu mtoto. Mimi sijawahi kuona mwanamke mwenye roho mbaya kama huyo. Pole sana. Anyway, sisi tuendeleze jitihada za kumtafuta na tusubiri muda ufike, tuelekee kituoni tukauliza wamefikia wapi. Tutampata tu kama ndio nisulusu wa mawazo ya kutawale. Sasa hivi ni muda wa kutumia zaidi fikra kuliko mawazo ili tuweze kupata fumbuzi juu ya hichi. Umeelewa? So mimi ngoja nikakuandalie chai leo, uwe relax. Sawa. Najiuliza ni lini nifurahi na mimi. Simevunjika. Kwa hiyo umeamua kumchukua mtoto wako? Ndio. Lakini juu ya juu kitu kizuri. Na maana umemwiba? Ali, sihitaji maswali. Ila kuna kitu nataka unisaidie. Tulia. Naomba nitafute mdada wa kazi. Hawa ambao nilikuwa nimewachia mtoto wangu. Uangalizi umekuwa ni mdogo sana. Sawa, nitaifanyia kazi nitakujulisha. Chike. Ulisema mwezi wa uishi unapeleka barua nyumbani. Kuna mpango gani? Nakumbuka. Ila naomba nipe muda kwanza na mambo mengi ya kufanya sana. Kwa hiyo unaona sasa tunavyozini huko ndani, si ndio? Wewe si nikwambia nipe muda. Shida iko wapi sasa? Au unapenda turumbane huko ndani? Sawa. Naomba nikuombe kitu. Kitu gani? Nilikuwa naomba nimchukue mtoto wangu tuishi naye wote hapa. Kule alikuwa anateseka sana. Kwani unaongea na Joel kuhusu hili swala akakubali? Hapana. Sasa hivi mtoto wako amepotea. Na hivi ninavyoongea, Fadi na Joel wako kwenye harakati za kumtafuta. Naje nikimpata. Kwa hiyo wewe ndio umemuiba, si ndio? Hapana, nimekuuliza tu. Okay. Sasa iko hivi. Ukitaka mtoto akuishi humu ndani, zaa na mimi. Ukiona uweze kuzaa na mimi, kaa kwa kutulia. Umenielewa? Habari za kuniletea mtoto ambaye simjui mimi sitaki humu ndani bana. Umenielewa? Sumbua naletea mtoto la mtu niangalie kichwa changu mimi nawaza hela. Siamini njia yangu imekuwa na majuto, majuto nayopitia. Pole sana. Shukuru na kujibu hivyo. Ndio. Amebadilika sana baada ya kupata tatizo la uzazi.
Ila mimi kuna mtaalamu na ufahamu. Nakupeleka. Ni mzuri. Huyo ni kiboko. Sio wangapi anatumia nyoka. Tutasaidia sana sana. Haya, kajiandaa na mpeleke. Anakuja na dakika kadhaa. Tegemezi langu alikuwa Mwanakaya. Kwa sasa sina tumaini tena ya kukutana na mtoto wangu. Hebu jaribu kwenda kwa Mwanakaya. Then ukaomba ile simu ambayo alikuwa anatumia yeye. Alafu angalia ile tarehe ambayo alikuwa amepanga kukutanisha pamoja na ndugu yangu. Labda utapata pa kuanzia baba. Yote hayo nilifanya, yote hayo nilifikiri kuyafanya. Lakini siku ile ajali simu yake ilipotea. Baba, hebu acha kuwa katika hiyo hali. Ujue unazidi kujiumiza. Kama Mungu amepanga kukutanisha pamoja na ndugu yangu, mtakutana tu baba. Usiwe hivyo, unaniumiza hata mimi mwanao. Unaweza kupata matatizo ya moyo na ukasababisha tatizo likawa kubwa zaidi hata hilo. Hii hali inanitesa sana mwanangu. Sina tumaini tena. Naelewa baba. Naelewa ni mambo gani unayopitia. Sio sasa hivyo. Pole sana kwa msiba uliopata. Asante. Ndugu zako wanasemaje? Sikuweza kupata muda wa kuzungumza nao, lakini mjomba ameniahidi kwamba atanisaidia, kwa sababu amesema kwamba anajua anapoishi baba yangu. Atalifanya lini? Amesema kwamba nimpe muda ili atanirudisha. Sawa. Sawa. Japo nilikuwa na ombi moja. Ombi gani tena? Nilikuwa naomba nikishamaliza swala langu la ndoa nisafiri kidogo niende nje ya nchi, ili angalau nikatulize mawazo. Then nikiwa sawa nitarudi. Kwanza hili la ndoa, halafu kumtafuta baba yako, hayo mengine yatafuata. Kama kusafiri utasafiri tu, halafu utafanya hilo linalofuata. Sawa. Endelea. Cha muhimu ndoa na baba yako. Sawa. Halafu utafuata haya. Single father, single father, single father, single father, single father. Habari yako mwalimu? Unaongea na mzazi wake Yasini hapo? Fad. Sasa mwalimu, kuna mambo kidogo yametokea hapa. Hivyo nilikuwa namwombea ruhusa Yasini siku mbili hizi hataweza kufika shule. Ila akishakuwa sawa ataendelea na ratiba kama kawaida. Nashukuru kunielewa pia. Asante. Kuna umuhimu wa kumrudia mke wangu ili tusaidiane kumlea huyo mtoto. Lakini atanielewa kweli? Maana tuliachana vibaya sana. Nimekesha usiku mzima kumumpa msamaha, lakini amegoma na ameamua kunipa talaka. Mimi naona bora tu azungumzie alichotuitia. Basi. Sasa mzee, kilichotuleta hapa sisi ni migogoro kuhusu mtoto. Sabra anaangania mtoto aje naye hapa. Kitu ambacho mimi nimeonyesha siko tayari kabisa. Kwa sababu kitendo cha Sabra kuja na mtoto hapa haitakuwa sawa.
haitakuwa sawa kwa mtindo gani? Mimi najua hawezi kumpa malezi aliyokuwa bora. Matokeo yake mtoto anaweza akaanza kuingia katika makundi ya ajabu, akamkia kwenye chokolaa, tukawa tumemkosa kabisa. Kwa hiyo mimi nimewaita nyinyi kwa ajili ya kuzungumzia swala hili. Mimi nahitaji kubaki na mtoto wangu nimlee mwenyewe. Yeye kama atakuhitaji mtoto, atakuja kumuona nyumbani. Na mtoto ataweza kuja likizo hapa kumuona mama yake. Uamuzi wangu mimi na msimamo wangu ndio uko hapo. Kijana sikia. Sisi tulosoma Cuba, sisi machino. Tunajua which in the which. Yule si mtoto wako. Huyo hapo si ndo mama yake. Huyo mama yake ndo anaujua uchungu wa yule mtoto, ndo anaoenda leba. Sasa wewe chukua mwanao, kalee mwanao, kampeleke sijui shule za mabasi ya njano, kafanya unavyotaka, katafute machangu doa, katafute madada poa, wa mama akambo wamlee, umemua, umemfanya chochote. Hilo ni lako mwenyewe, usije sisi ukalia kwa shida zako na mambo yako. Nitakufukuza kama sikujui hapa. Jamani, msininukuu vibaya. Mimi hapa wala sitaja kwa ugomvi na wala kusema nataka na mtoto wangu, sio nia mbaya. Isipokuwa tu nimeangalia baba yake na uwezo wa kumlea, hivyo nimeona nikae naye. Msininukuu vibaya kabisa. Nahitaji nikae na mtoto wangu. Samaneni lakini wazazi wangu. Kama maamuzi yako yamefika kikomo, sawa. Kalee mtoto wako. Ukimua, ukimpa mama akambo, ukimtesa, akigongwa na gari, utajua mwenye shauri lako. Sisi yetu hatuwezi. Ila tu binti yetu sasa tutakaa naye. Sawa mama, basi mimi naomba niende kama kuna tatizo lolote na mimi tutawasiliana. Sabra, mimi nakukimbia. Watoto wanauliza wapi mami, daddy wapi mami, hapo. Ngoja nijaribu kuzungumza naye, huenda akanielewa, maana peke yangu sintoweza. Nimewalea mwenyewe, mwenyewe. Niache mimi niende Joel. Joel, kwani umenifanyia hivi lakini? Kwani nimefanyaje tena mamangu? Kwani umeenda tofauti kama tulivyopanga? Mwanzo nilikuwa nimezidiwa. Hivyo niteleza, naomba nisamehe. Joel, siku hizi magonjwa ni mengi. Utakiwi kumwamini kila mmoja. Utakiwi. Lakini wewe ni mke wangu mtarajiwa. Hata kama. Je, kama kati yetu kuna mgonjwa? Lakini mimi ni mzima. Je, mimi unaniamini? Ya, nakuamini. Na kwa navyokupenda hata kikitokea wewe ni mwasilika, siwezi kukuacha. Nakupenda sana Sabra. Nakupenda mamangu. Samahani kwa kukwaza. Sawa. Unazimika unawaka. Unazimika unawaka. Unazimika unawaka. Unazimika unawaka. Wakulungwa. Wakulungwa. Uo! Aya wamekata. Uo! Leo kuna jini TANESCO mahali hapa Kilingeni kwangu. Lakini kwa kuwa umekuja, majini yanahitaji kukusikiliza na tutakuhudumia. Na labda tu nikufanyie surprise. Ngoja nikuonyeshe kilichokuleta. Nataka nikuonyeshe mumeo ili ujue kwamba mimi ni mganga kweli. Mimi ndo mganga Mwakatobe. Natafuna kana jamba giza totoro. Huyo ni nani kwako? Mambo kwa ushahidi. Na wewe umekuja hapa kwa ajili ya tiba ya mumeo. Ndio mjanga. Unataka umweke kiganjani. Tawili. Akusikilize wewe tu. Tawili mjanga. Awe wako. Asimuone mtu mwingine yoyote. Nitakupa dawa. Ai, kuna dawa, kuna dawa, kuna dawa, dawa. Nitakupa dawa. Tulia nikupe dawa.
Hii dawa ni hatari. Umeiona hii? Hii ni dawa. Hii dawa ni hatari. Hapa nimechanganya nya ya paka. Na hii dawa ni hatari. Hii dawa ni kiboko. Mimi sina ubabaifu. Hakikisha hii dawa nikikupa masharti yake unayafanya ipasavyo. Hii dawa utaenda kuiweka mlangoni, kisha mumeo akitoka huko akiloka tu analo. Hii inaitwa gusa unase. Hii kwa ajili ya kumkamata mwanaume. Humo ndani ya dawa nimechanganya nya ya paka, nikaweka na sumaku. Akigusa tu ananasa kitu, sio sawa? Sawa mwanangu. Kamata. Hii ni gusa unase. Sawa sawa. Hakikisha asiruke mtu mwingine. Sawa mwanangu. Ukamtegee yeye mwenyewe mumeo. Nengeneka aruke mtu mwingine. Litakalomkuta mimi sipo. Aku simo. Sawa? Sawa. Kamata. Unajua Chiki, hata mimi nilikuwa sitakuamini hili. Lakini kila nikichekecha naona Sonia anahusika, kwa sababu yeye ndo anayepajua kwangu, sio mtu mwingine. Na yeye ndo alikuwa anaonyesha kumhitaji yule mtoto toka hapo awali. Sasa napokuwa nakuja kukwambia, wewe unakuwa unachukulia simple, tunataka hizo, unakuwa unashangaza. Shida iko wapi? Mbona niweka nyumba katika hili Chike? Kwa nini? Fadi, angekuwa amemchukua mimi ningekwambia. Ila mimi na hakika Sonia hajamchukua mtoto. Na kama unabisha, basi twende mpaka nyumbani ukasachi. Kitu ambacho inabidi ukijue, Sonia alionyesha kumhitaji mtoto toka shule na kuja kwako na Maida. Na hata baada ya kusababisha kifo cha Maida, bado Sonia akaenda kumngania mtoto. Sasa ninapokuwa nakwambia unateke simple, unakuwa unajibu tu rahisi, unakuwa unanichanganya. Anyway, mimi nakupa muda ushughulikie hili. Na usipofanya hivyo mimi nitamueleza juu ya kweli wote kwamba kifo cha dada yake kisababishwa na Maida kwa sababu ya mgogoro wa mtoto. Kwa sababu unakuwa mjinga, unakuja kwa mwenzako unakuelekeza, mshikaji wetu anatafuta mtoto wake. Wewe kama mwanaume inabidi wewe unaonesha msimamo, tuone namna gani tunamsaidia. Mtoto wake amepotea, unataka simple kwa sababu hujui uchungu wa mtoto na maana. Hebu tulifanye hili swala, acha kutumia simple hivyo Chike. Yule ni mtoto wake, chunguza Sonia mtoto amempeleka wapi, tumpe ushirikiano. Okay. Nipe muda. Mimi nakupa muda. Lakini tutapokutana next time sitaki tulizungumzia hili. Ile tutataka majibu, mtoto yuko wapi, tumfuate tumkabidhi mwenyewe. Umeelewa? Fadi, nimekwambia nipe muda. Then nitakujibu. Shida iko wapi? Sawa, mimi naenda. Kuna kaka alikuja kukuulizia, akajitambulisha anaitwa Joel. Nikamwelekeza huko ofisini kwa Chike. Oh, Joel alifika hapa? Ndiyo, lakini cha ajabu aliishia nje akanasikiliza maongezi yenu. Na baada tu ya kuniona akaondoka kwa hasira. Wewe, unamaanisha Joel alitusikia tunachokizungumza? Nadhani maana alivyoniona akaondoka kwa hasira sana wakati aliingia kwa furaha.
Nashukuru. Sonia! Sonia! Sonia, leo utanieleza kwa nini ulimuua dada yangu. Usivuke. Yaani usivuke.